Ikulu ya White House inatangaza kile inachokiita kuwa ni ushindi wa kihistoria dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu, Marekani imethibitisha kuwa operesheni ya kijeshi Epic Fury imefika malengo yake ndani ya siku 38 pekee, ikiwa ni mapema zaidi na wiki 6 zilizotarajiwa na Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi ya Marekani yameacha jeshi la Iran likiwa limedhoofika. Takwimu zilizotolewa zinaonyesha picha ya uharibifu mkubwa, zaidi ya shabaha 13,000 zikipigwa maeneo tofauti nchini Iran, huku jeshi la maji la Iran likitangazwa kuangamizwa kabisa. Inaarifiwa kuwa zaidi ya vyombo vya maji 150 vya Iran viliharibiwa, na Iran ambayo awali ilikuwa nguvu kubwa ya jeshi la majini katika eneo la Mashariki ya Kati, sasa haina tena nguvu hizo. Msemaji huyo aliongezea kuwa 97% ya akiba ya mabomu ya majini ya Iran imeteketezwa, huku jeshi la anga la nchi hiyo likipoteza uwezo wake kabisa. Lakini pigo kubwa zaidi linatajwa kuwa ni kudhoofishwa kwa mpango wa nyuklia na kusambaratishwa kwa uongozi wa juu wa Iran, akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei, na kuharibiwa kwa mifumo ya mawasiliano ya kijeshi. Kufuatia kipigo hicho, White House imesema serikali ya Tehran imesalimu amri kwa kuomba usitishaji wa vita kwa wiki 2 na kukubali kufungua mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Rais Trump ameweka msimamo mkali kuwa Marekani haitakubali makubaliano yoyote yasiyojumuisha masharti yake 15, ambapo sharti kuu lisiloweza kujadiliwa ni Iran kusitisha kabisa urutubishaji wa madini ya nyuklia ndani ya ardhi yake. Wakati dunia ikisubiri kuona hatma ya mazungumzo hayo ya siri yatakayofanyika kwa wiki 2 zijazo, Marekani imetoa onyo kwa vyombo vya habari dhidi ya kufuata propaganda za Iran, ikisisitiza kuwa kile Iran inachokisema hadharani ni tofauti kabisa na kile inachokisema faraghani kwa wapatanishi wa Marekani. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.